Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Oh yeah, bana, Simba Sports Club, nguvu ya taifa, tuko pamoja mpaka mwisho, au sio bana? Hii ni mechi ambayo sio kawaida ya soka. Hii ni historia ambayo imeweza kuandikwa mbele ya macho yetu kabisa. Simba Sports Club, mabingwa wa Tanzania, wameweza kukutana na changamoto kubwa zaidi ya maisha yao ya soka, kurejea nyumbani baada ya kuweza kufunga goli 2-2 katika fainali ya CAF Confederation Cup. Je, wataweza kuibuka na ushindi wa kihistoria na kuleta taji la kwanza la Afrika katika taifa letu? Bana, jiunge na sisi tukiweza kuchambua kila kiini cha mechi hii ambayo ilikuwa imechezwa usiku kwa mkia leo, ambayo imeweza kugusa hisia za watu wengi. Tutafahamu mikakati na matumaini ya mamilioni ya mashabiki wa Simba. Na huu ni wakati wa Simba bana, huu ni wakati wa Tanzania. Usikose hata sekunde moja. Go by the name Stefano Tea, model from Tanzania 255. Gonga kwenye video tuweze kujua wangapi ni mashabiki wa Simba na wangapi wameweza kufurahia matokeo yameweza kutokea jana au wameweza kuumia, tuweze kujua mitazamo yao. Alright, back in the business, back in the story. Simba Sports Club na finali ya CAF Confederation Cup 2024-25. Matokeo ya mechi ya kwanza, Simba Sports Club imeweza kupoteza mechi ya kwanza ya finali dhidi ya RS Berkane ambayo ni timu ya Morocco kwa goli 2-2. Mchezo ambao ulichezwa tarehe 17 Mei 2025 huko Berkane, Morocco. RS Berkane waliweza kufunga magoli ya mapema na kudhibiti mchezo mzima, jambo ambalo limeweka Simba kwenye hali ngumu ya kuweza kurejea nyuma. Mechi ya nyumbani ni fursa ya kuweza kurejea. Mechi ya marudiano itachezwa tarehe 25 Mei 2025, lakini si kwenye uwanja wa taifa wa Dar es Salaam kwa Mkapa kama kawaida, bali itafanyika kwenye uwanja wa Amani uliopo Zanzibar. Hii ni fursa kubwa sana kwa Simba Sports Club kuweza kuonyesha nguvu zao dhidi ya mashabiki wao, lakini pia kujaribu kurekebisha matokeo ya mechi ya kwanza ambayo imeweza kuchezwa siku ya kuamkia leo. Maandalizi ya timu, tunafahamu vizuri kocha Fadlu David ameendelea kuandaa kikosi chake ama kukiuma kikosi chake vizuri na kwa umakini mkubwa, kwa sababu tumeweza kuona akitumia mzunguko wa wachezaji kuhakikisha kila mtu yupo katika hali nzuri ya kimwili na kiufundi. Lakini pia tunaamini ataweza kuingia na kikosi chenye nguvu zaidi na mbinu za kushambulia ili kuweza kupata magoli ya mapema na kuleta matumaini ya ushindi kwa mashabiki wa Simba. Bana, historia na umuhimu wa finali hii, kiukweli kila mtu anafahamu kwamba hii ni finali ya kwanza ya Simba Sports Club katika mashindano ya CAF Confederation Cup baada ya miaka 32, na ushindi wa taji hili utakuwa ni ushindi wa kihistoria kwa Simba na Tanzania kwa ujumla, kwani utakuwa ni kwa mara ya kwanza timu ya Tanzania kuweza kushinda taji hili kubwa kabisa la CAF. Lakini pia cha mwisho, ushindi huu ukitokea, basi utachangia sana kuinua sifa ya soka la Tanzania na barani Afrika na kuleta hamasa kubwa sana kwa wapenzi wa soka nchini. Bana, matarajio ya mashabiki sasa ni noma sana. Mashabiki wa Simba Sports Club wanatarajia kuonyesha hima kubwa na kuwahamasisha wachezaji ili kuweza kuleta ushindi wa kihistoria. Kiukweli mashabiki wa Simba this time, najua wengi sana wanapitia changamoto ya kuwa labda kutokuwa na imani au kuwa na wasiwasi, lakini kama unaweza kumsikiliza vizuri naibu waziri Mwana FA aliweza kuzungumza na kusema kwamba hizi mbili ambazo wameweza kushinda RS Berkane wataweza kuzijutia kwa sababu ni chache sana kwa hapa Tanzania. Yani Simba Sports ikija kucheza hapa nyumbani itakuwa na nafasi kubwa sana. Kwa hiyo hizi goli mbili, comments zimekuwa ni nyingi sana na mimi nitashuka na baadhi, na wewe pia unaweza ka drop comment yako hapa chini bila kwenye comment section tuweze kuona wangapi wanawaza nini. Kuna huyu hapa ambaye anaitwa Uncle Zala anasema karibuni nyumbani mashujaa wetu. Lakini pia Men Health Stock anasema first of all congratulations boys, mmejitahidi sana, but kuna vitu naomba nizungumze kidogo hapa. Mashabiki wote ambao mmelipiwa ndege, malazi na chakula, mmeenda Morocco na kukaa wiki nzima, mmezingua sana. Mnafaa hata kuchapwa viboko. Haiwezekani dakika ya 15 kamba mbili tu mmeshika tamaa. How comes mnashindwa kuhamasisha wachezaji? Yani mmekaa mnashangaa sasa mmeenda kufanya nini? Michango yenu ni nini? Mmetumwa kuwapa vijana morali wakiwa uwanjani, ila cha ajabu sasa kuanzia dakika ya 8 hola mmeenda na matukio tu ase. Serikali imetoa ndege, mfanye kazi, sio kwenda kutalii. Pili, huyu kijana Hamza ni beki mzuri sana, ila aliogopa hii game ya pili. Akishachoma anajifanya ameumia, anaomba kutoka. Ongeni naye, makosa kwa nafasi yake na majukumu yake ya kawaida ndio anamjenga, asiogope kabisa kukosea, kwani ndio anakuwa. Lakini pia anasema the last but not least, Simba mtulize kichwa. Naona mmeshaanza kuchanganyikiwa. Naona kabisa kwa hali hii kuna kamba zingine 3 plus my man of the match kwangu no
no chamuo pekee shining my brother, noma sana. Lakini mwingine anasema poleni sana, kazi ngumu, karibuni nyumbani maana mnacheza kwa utunzwa. Lakini pia mwingine anasema hatuwadai wenetu, kwa Mkapa hatoki mtu, noma sana. Mwingine hapa anasema mskai kinyonge, we can turn over these boys, we trust you. Mwingine anasema kila laheri mnyama. Lakini pia mwingine anasema jana ilibidi washinde goli 3 au 4, walijipanga kumaliza finali jana, no walikuwa serious sana, kosa walifanya wa jamaa kumfunga Simba mabao machache, hili hata wao wanajua, ndo maana wametoka uwanjani wameinamisha vichwa, wamenuna na wanajua kwamba goli 2 kwa Simba wakiwa nyumbani kwa Mkapa, wajue kwamba hawawezi kuchomoa 2, wanapigwa zaidi ya 2. Mwingine anasema hii mechi itakuwa ya moto sana, tunawasubiria kwa hamu. Mwingine anasema safari njema, Mwenyezi Mungu awatangulie mfike salama familia, noma sana, nguvu moja. Bwana noma sana, na najua kabisa nisipopita na upande wa pili kwenye comment za wadau ambao ni watani wa jadi, yani wana Yanga, itakuwa ipendeze. Bwana miongoni mwa watu ambao pia wametrendi ni Haji Manara. Nimeweza kuona Haji Manara amekuwa miongoni mwa watu ambao wameshangilia sana Simba kuweza kupoteza game hii, na amekuwa miongoni mwa watu ambao ameshare kupitia ukurasa wake wa Instagram video inaonekana wanacheza wanafurahi, na akasema tukutane Amani Stadium baadaye kwa maandalizi ya finali, na kuweka emoji kibao za kucheka. Watu mbalimbali wameweza kulike, na like zaidi ya 29, comment zaidi ya 2000. Ani hizi comment kwa watu wanachekesha kinoma. Kuna mashabiki ambao wanasema mashabiki wa Bakani tujuane hapa, tukutane Amani Stadium, na kuweka emoji za fire. Lakini pia kuna huyu mwingine anasema endelea kuwakera, wakere kabisa mzee baba umeua, watu wanacheka kinoma noma, emoji ni nyingi za fire. Mwingine anasema jamani Mpanzu mmemwona, na kucheka kinoma noma, noma sana. Kuna huyu ambaye anaitwa Nadaya akamwambia shughulika na wanawake huko kwenye soka kushinda kaka, na kucheka kinoma noma. Au mwingine anasema huna maana kabisa Haji Manara. Mwingine anasema na maumivu makali mno, nakutana na vitu kama hivi kweli. Mwingine anasema ukubwa wako hauna faida kwenye taifa, na kucheka kinoma noma. Mwingine anambia ila Manara. Mwingine anasema dakika 90 Simba hana on target, na kucheka kinoma noma. Mwingine anasema Mwarabu Koko anapolazimisha yasomuhusu. Mwingine anamwambia kamdomo kana kuponzaga sana wewe mzee. Mwingine anamwambia Mkapa Stadium atoki mtu, hautaamini. Mwingine anamwambia kitu kinachofuata ni Zanzibar. Hivi ndio ambavyo imekuwa. Simba siku jana ameweza kupoteza game. Miongoni mwa taarifa ambayo kama nilivyokusogezea, nini mtazamo wako? Nini maoni yako kuhusiana na game iliyoweza kuisha? Tuache comment yako, gonga like kwenye video, sawa kusubscribe kama bado. Till next time, bye bye, ciao, peace and love. Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.